Bwana, ziko taarifa zinazomhusisha kiungo mshambuliaji wa wananchi Young Africans Stephan Aziz Ki, ambaye taarifa za chini zinasema kwamba tayari ameshamalizana na Young Africans, na jana tulishuhudia katika mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania yakipewa dhamana kuvaa kitambaa kile cha unahodha, na kidhihirisha kwamba ni kama vile heshima ambayo uongozi wa Young Africans ulimpa kwa kutumikia kikosi hicho cha muda mrefu. Maswali yamebaki ni kwamba baada ya kuondoka kwa wananchi Young Africans, taarifa zinaeleza kwamba nyota huyo moja kwa moja amekaa na kuzungumza na Wydad Casablanca ya Morocco na kufikia makubaliano. Mwalimu, hii ni habari njema kwa Young Africans ama pengine haijaja katika wakati sahihi? Kwa maana ya katika hali ya kiushabiki unaweza kusema habari si njema, kwa sababu anaondoka mchezaji ambaye ni muhimu sana kwenye timu, lakini kwa maana ya biashara timu inaangalia tu gharama ambazo ulitumia kumnunua mchezaji, alafu kuja ukipiga unamuuza kwa bei gani, kwa sababu saizi mpira umekuwa ni biashara zaidi. Lakini mpaka sasa hivi nilikuwa na Young Africans wenyewe hawajatoa taarifa yoyote ile rasmi. Nilimsikia mwalimu Alikamwe akawa anahojiwa na moja kati ya kituo cha habari. Yes. Na mazungumzo yake akasema alikubali kwamba ni kweli Wydad walifika kwenye uongozi wa Young Africans na kuzungumza nao kuhusiana na kuhitaji huduma ya Stephan Aziz Ki, lakini kwa namna ambavyo taratibu zilivyo, kama klabu inavyopata ofa, basi inatakiwa irudi kwa mchezaji, kukaa na mchezaji na kumwambia kwamba bwana, tumepata ofa kutokea sehemu fulani, wewe unazungumzaje? Na ndicho ambacho Young Africans walikifanya. Kwa hiyo kwa upande wao, kama Young Africans walivyokaa na Stephan Aziz Ki wakazungumza naye, na Stephan Aziz Ki akakaa na uongozi wa Wydad, wakakaa pia wakakubaliana. Kwa hiyo issue ilikuwa ni tuweze tukasema tayari deal done. Sijakataa, lakini nasema mpaka sasa hivi ukiangalia Young Africans katika nilikuwa nafuatilia kwenye kurasa zao za mtandao wa kijamii, kwa mfano kwenye Instagram, hawajapo, yani unajua kuna ile wanasemaga tunamtakia kila laheri, si bado mwalimu bado, lakini nimeangalia vile vile kwenye page ya Wydad Casablanca vile vile bado hawajamtambulisha. Kwa hiyo inawezekana deal linaelekea kukamilika, lakini kwa jinsi inavyozungumzwa, taarifa za hizo ambazo unazungumza wewe ni za ndani kabisa, ni kwamba tayari Young Africans na Wydad Casablanca wameshafikia makubaliano. Kwa hiyo nasema tu kwamba Yanga wenyewe mpaka yani katika kurasa zao rasmi hawajathibitisha, lakini inaonekana deal limeshakamilika. Lakini jambo ambalo nataka nizungumze ni kwamba mashabiki wanaweza kawa wana manunguniko, lakini kwa maana ya biashara, hii ni biashara, kama ambavyo wao walitumia fedha nyingi kumnunua Stephan Aziz Ki kutoka ASEC Mimosa kuja Tanzania. ASEC ambayo tumezoea kuona mara nyingi sana imekuwa ni miongoni mwa timu za Afrika Magharibi ambazo zinauza wachezaji wengi sana kwenda sana Ulaya, Ufaransa, Ubelgiji, lakini mara ile walimuuza Stephan Aziz Ki kuja Tanzania. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo leo hii Young Africans kufanya biashara, unajua kuna wakati fulani unakuta imekuja ofa ambayo nyewe kuikataa mnashindwa, lakini ni almost bilioni 1 na point kadhaa hivi. Lakini vile vile sio tu ofa hiyo, kwa maana ya nini tunasema transfer fees, yani ile ya uhamisho, lakini vile mchezaji akichungulia mshahara ambao anakwenda kulipwa kule, afu akilinganisha na huku, huwa kuna wakati nafikia hatua inakuwa ni ngumu sana kumzuia mchezaji, hasa pale ambapo yeye anaona kwamba kule anakoenda au kule anakotakiwa kuna maslahi mazuri. Yani ukimlazimisha abakie kwenye timu, manake kuna mawili ambayo yanaweza katokea. Yani sana moja, mchezaji anaweza yani akacheza, lakini wakati huo yani akiwa na nini tunasema lugha huko mtaani, anaweza kawa anacheza kwa shingo upande kwamba bana, mimi nilipata deal la kwenda sehemu fulani,
alafu mwisho wa siku timu yangu ilinibania. Kwa hiyo ni biashara nzuri kuifanya, hasa unapoona kwamba ndani yake kuna faida ambazo mchezaji anakwenda kuzipata, lakini pili club na wenyewe inakwenda kuingiza fedha nyingi ambazo zitatumika kusajili wachezaji wengine. Mazinzo, ndio maana pengine taarifa za chini zinatajwa Young Africans wamefungua mazungumzo na Faisal Salum Feitoto kuhitaji kumrejesha mara baada ya kuona Stefan Aziz Ki anaondoka ndani ya klabu hiyo. Ya, kama iko hivyo kama inavyozungumzwa, basi itakuwa ni bonge moja la dili, kwa sababu Faisal si mgeni katika viunga vya Yanga Afrika. Amecheza kwa mafanikio akiwa na Yanga, wengi tumemfahamu akiwa na Yanga. Kitendo cha kurejea ni kurejea katika uwanja ambao ameuzoea. Na hata kuna wakati fulani Stefan Aziz na Faisal wamecheza pamoja Yanga Africans. Wakati wa Mzee Nabi, kuna muda Fei anaanza, Azizi anakaa bench. Kuna muda Azizi anaanza, Fei anakaa bench. Kwa hiyo kama atarudi, itakuwa ni jambo moja zuri sana, na Azizi aende akatafute maisha mengine. Miaka 3 ya kuhudumu ndani ya Yanga kiukweli, kwa makombe hapa nchini hakuna wanalomdai. Yanga Africans na Stefan Aziz kwa miaka hii 3 wamechukua makombe yote hapa nchini. Unamdai nini tena? Wacha aende akacheze mbali, na taarifa zinasema umekuwa ni usajili muhimu kwa ajili ya kuhakikisha anakwenda kucheza kombe la dunia la vilabu. Na kwenye kundi lao kuna kina Manchester City. Ni platform nyingine kubwa sana kwa Stefan Aziz.